kwenye basi hili ambalo tumelikamata lililokuwa linasafirisha dawa za kulevya, ili basi la King Masai Tours, baada ya kulikagua tumebaini kwamba lile basi wamelikata. Yaani baadhi wameng'oa viti vya lile basi wakaziba lile eneo. Kwa hiyo ukiingia ndani katika kukagua abiria utaona kama umefika mwisho, lakini kumbe nyuma yake wameng'oa viti wakaziba, alafu baadaye eneo lile walilotoa viti ndilo wakalifanya kwamba wanajaza mizigo haramu ikiwemo dawa za kulevya. Kwa hiyo lile basi ukiliangalia katika hali ya kawaida utaona liko salama, utafungua labda pengine buti, utacheki, utaona hamna kitu na maeneo mengine, lakini kumbe wameng'oa viti vya abiria wakalitenganisha mara mbili, nusu abiria na nusu eneo la kuweka mizigo. Kwa hiyo ni lori hapo ni basi la kusafirisha abiria. Raia huyu wa Kenya tumemkamata, na baada ya kumkamata na kumhoji tumebaini kwamba alikuwa anaishi nchini toka mwaka 2023, na kuishi kwake huku alikuwa amekodi pikipiki 4, lakini pia alikuwa anatengeneza chai ya maziwa akawa anasambaza kwenye maofisi mbalimbali. Katika kusambaza chai hiyo ndipo alipokuwa anapatia nafasi ya kutengeneza na kuuza dawa za kulevya. Lakini baada ya kumhoji zaidi amesema kwamba ilibainika kwamba baada ya kuwa na upungufu wa dawa za kulevya nchini, aliamua kuchukua fursa hiyo ya kuja nchini, kupanga nyumba Sinza huko na kuishi na kuanza kuingiza dawa kidogo kidogo na kuanza kuisambaza katika maeneo mbalimbali ili kujipatia kipato. Kwa hiyo tunawaomba wananchi wote wanapoona raia wa nje ambao wako kwenye maeneo yao na hawana biashara halali wanaoifanya au wana biashara zinazotilia mashaka na kuishi kwao, basi wawe wanatoa taarifa kwa mamlaka kupitia namba yetu 119 ili tuweze kuhakikisha kwamba tunawachunguza na tunabaini endapo kuna uhalifu wote wanaofanya, basi tuweze kuchukua hatua kama huyu raia wa Kenya ambaye alikuwa anaishi kwa kuuza chai, lakini pia akawa anajifichia kwa biashara hiyo ya chai kuuza dawa za kulevya.